Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zetu hawa, tatizo ni kwamba akili zao ni finyu na wamejazwa chuki na wanazungumza katika hali tayari wameshajichagulia upande. Kwa hivyo akili zao zinakwenda hivyo hivyo kiupande. Kwa hivyo muradi wa maneno wala yamutuna illa biikhtiyari minhum, na hawafi isipokuwa kwa ikhtiyari yao, kwa hiari yao. Maneno haya hawezi kuelewa mtu ambaye hajui uhakika wa maisha katika ulimwengu kama ilivyoelezwa katika Qur'an al-Karim. Mwenyezi Mungu anasema khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, omba mauti na uhai ili kukutieni katika mtihani, nani atakuwa ni mbora wa kutenda mazuri zaidi kati yenu. Maana yake huwa annahum, kwamba hao maimamu lamma sallamu bi amri llahi wa qadaihi, hawa watu tayari maimamu wameshajisalimisha kwa amri ya Mwenyezi Mungu na qadaihi, na qadhaa za Mwenyezi Mungu tayari, na kadari za Mwenyezi Mungu tayari. Kwa wao hawana shaka na yale ambayo yatatokea katika maisha yao, hata kama wameyajua yana hatari kiasi gani, wamekubaliana na qadhaa ya Mwenyezi Mungu na qadari ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana yake. Basi kana taslimuhum dalila ala ridha, huko kujisalimisha kwao kwa Mwenyezi Mungu ni dalili ya kuridhika kwao, walqubulu bima yajri alayhim, na kukubaliana na yale ambayo yatatokea kwao. Kwa mfano Imam Hussein tangu mdogo anaambiwa kwamba yeye atachinjwa katika udongo wa Karbala, na kaondoka Madina, masahaba, matabi'i na wote wakamkataza asitoke, lakini yeye katoka kwa sababu anakwenda kufuata kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu amemwambia kitatokea, hakimbii. Tatizo ni kwamba akili ni finyu, hawaelewi. Na hii hakuna ishkali sana. Na halafu sio wala tulqu biaidikum la tahluka, msijitie katika nafsi yenu katika maangamizo, ile aya kwamba kila wakati inakuwa ni sahihi kwa kila mtu. Hapana, sio sahihi kwa kila mtu, inategemea unaishi katika mazingira gani. Li'annahu idha kana bi amri llahi ta'ala fa innahu yakunu wajiban, hiyo kujiangamiza kwa makusudi ikiwa ni kwa amri ya Mwenyezi Mungu inakuwa ni wajibu. Tatizo ni kwamba watu hawaelewi, walakinna almunafiqina la yafqahun, lakini wanafiki hawezi kuelewa haya. Walihadha yajibu ala kulli muslimin an yafdi rasulallahi binafsihi, ni wajibu kwa kila Muislamu kwa mfano kumtetea mtume kwa nafsi yake, hata kama akiangamia, lakini kama kwamba anamtetea mtume, basi hiyo ni wajibu. Walau bilqaiha fi tahri, japo kama akijitia katika maangamizo, kama ilivyokuwa ni wajibu juu ya jihadi fi sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu, kifayatan ala kulli muslim, na kila Muislamu ikiwa jihadi inahitajika na kwamba hakuna watu wa kufanya, kwa hivyo kwa kila Muislamu ni wajibu, hata kama maisha yako yatakuwa hatarini. Kwa hivyo unajua, unaridhika kwenda kufa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haya ndiyo ilivyokuwa katika akhlaki za imamu, la yamutuna illa biikhtiyari minhum, wao wenyewe wanajipeleka, wana khiari jambo hilo kwa ajili ya kutii amri ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa ajili ya kuridhia ridha Mwenyezi Mungu na kadari yake, licha ya kuambiwa kwamba haya yatatokea kwao. Ndio maana yake. Lakini wapi? Walakinna almunafiqina la yafqahun. Fa inna ilmahu bilqatli, elimu ya imamu kwamba atauliwa, la yusawwiru lahu tarkul jihad, haimfanyi yeye aache jihadi. Kwa mfano Hussein ameshaambiwa atauliwa Karbala, amekwenda bi ikhtiyari minhu, kwa ikhtiyari yake kenda kule, kwa ikhtiyari yake kukubali kukatwa na kuuliwa. Au an yafirru inda zahf, haimfalie kukimbia kwenye jihadi. Wa man fada nabii, yoyote atakaye mkingia kifua mtume, binafsihi, kwa nafsi yake, au jahada fi sabilillahi wa qutil, au akapigana kwa Mwenyezi Mungu akauliwa, fa innahu yasduqu alayhi bihadha al-lihad anna mautahu kana biikhtiyarihi, yoyote yule aliyepigana jihadi pamoja na akatishwa kwa ajili ya Uislamu, hakukubali kutishwa, akaambiwa kuna mauti, akaenda akaendea hayo mauti, kwa mtu huyo anakuwa kafanya hayo biikhtiyari minhu, kwa ikhtiyari yake. Lakini haya mambo si rahisi mtu kuyafahamu, mtu ambaye tayari ana kibri, ana jeuri, ana ususuavu wa nafsi, haelewi, ana maradhi katika nyoyo zao. Ndio maana yake unatakiwa kwanza usafishe nyoyo yako. Wattaqullaha wa yuallimukumullah, mcheni Mwenyezi Mungu, mche Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakupeni elimu, maarifa. Lakini ukimwona mtu anaweweseka kwa riwaya ambazo hazielewi na halafu anataka kujadiliana na mashia,
mtu huyo mimi siwezi kumpa nafasi. Na wasia wangu wa mashia katika mitandao, ukiwaona watu kama hawa nawapuuza tu. Unaona? Kwa mfano mnawaacha hivyo hivyo. Lakini chukueni maneno ambayo yanasema serious na muyafanyie darasa, muyajibu kwa njia za hekima katika kombe nyingine, na hii message itawafikia tu kama hivi ninavyofanya mimi, kwa sababu ninachukua maneno yao na ninawafanya wawe ni ubao wa kufundishia wengine. Na maimamu Ahlul Bait alayhim salam ibadun mukramun, ni waja Mwenyezi Mungu ambao ni wacha Mungu, la yaasuna Allah ma amara wa muasi Mwenyezi Mungu wale ambayo amewaamrisha, wayafaluna ma yumarun, na wanafanya yale ambayo ameamrisha Mwenyezi Mungu. Wal imamu ma ilmihi, imam pamoja na elimu yake, bi annahu yuqtalu, kwamba atauliwa, fa innahu ma'muru bidhhab ila mawdi' qatli, pamoja na hayo anaamrishwa aende kwenye sehemu ambayo atauliwa. Na hiyo ndio daraja ya maimamu, wanafikia katika daraja hiyo, utukufu wao ni huo. Kwa mfano Imam Hussein anaambiwa kwamba wewe utauliwa na jeshi lile kiasi cha watu 1500, yeye ni watu 1150 takriban au 175, lakini hakusalimu amri. Alikuwa na uwezo wa kwenda kusema kwamba mimi nakuunga mkono Yazidi akaishi maisha mazuri tu, lakini kafa bi ikhtiyari hii, kwa kujua kwamba anakufa. Tatizo ni hiyo, hamwezi kuelewa ibara kama hizi. Mwenyezi Mungu amemaliza maneno aliposema walakinnal munafiqina la yafqahun, kama huwa halu al-imam amir al-mu'minin, kama ilikuwa hali amir al-mu'minin wal imam Hussein na Imam Hussein, lianna maslahata ad-din taqtadi dhalik wa in kunna la na'lam biha. Maslaha dini yananufaika kwa ndivyo wanavyoitaka dini ifanywe hivyo. Ndio maisha mcha Mungu yanatakiwa hiyo. Hapo kwamba sisi hatuwezi kuelewa, ndio maana yake wakaja watu wasusuwavu wao nafsi, wanaona ajabu kwamba yaalamuna mata yamutun wala yamutuna illa bi ikhtiyarihim, imekuwa kwa wao ni ajabu. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Naam, hivi vijogoo vya akhir zaman wanaokuja na ususuwavu wa nafsi, wakawa wanakosoa madhhabi ya Kishia kwa ujinga wao na ujuha wao na jeuri zao na kiburi chao. Wanashangaa kuona kwamba maimamu wanajua watu watakufa, hata baada ya kusema kwamba ameambiwa hayo na babu yao kwa mujibu wa riwaya tulizonazo hizi. Wataendelea kusema hayo, lakini hawashangai kuona kwamba mtu kama Ka'bul Ahbar ambaye ni Myahudi wao na ndiye aliyetengeneza dini ya Ahlus Sunna wal Jamaa kwa mujibu wa tarikh, utakuja kueleza muasisi wa akida hizi za Ahlus Sunna wal Jamaa ambazo zilianzishwa na Ka'bul Ahbar, Tamimud Dari, Abdullah bin Salam na wote wa Mayahudi. Naona lakini baada yake zikachukuliwa akida hizi na watu kama Imam Abul Hasan al-Ash'ari na Imam Abu Mansur al-Maturidi na kina Ibn Taymiyyah, wakatengeneza akida za Ahlus Sunna wal Jamaa. Lakini tuache swala hilo, huyu Ka'bul Ahbar ambaye ni Myahudi ambaye ni tabi'i katika zama za Umar bin Khattab, alijua lini Umar bin Khattab atakufa na lini Uthman bin Affan atauliwa. Hawashangai wao, na wanaandika habari hizi katika vitabu vyao. Wanashangaa kwamba maimamu wa Ahlul Bait kwa nini walikuwa wanajua lini watakufa na wapi watakufa. Wanashangaa kitu hicho, lakini hawashangai kwamba kwa nini Ka'bul Ahbar kwa mujibu wa vitabu vyao alijua lini Umar atakufa na lini Uthman bin Affan atakufa. Kwa mfano ukisoma katika kitabu cha Tabaqat al-Kubra cha Imam Ibn Sa'd, kuna hadithi inayosema jaa fihi anna Ka'bul Ahbar kwamba Ka'bul Ahbar qala li Umar, alimwambia Umar, walladhi nafsi biyadihi la yansalikhu dhul hijja hatta tadkhulu aljanna, asema naapa kwa nafsi ya yule ambaye iko katika mkono wake anaapa huyo Ka'bul Ahbar kwamba dhul hijja haitomalizika mpaka wewe utaingia peponi, kwa maana kwamba utakufa na utaingia peponi. Bal akhbara Umar biqatlihi qabla wuqu'i bi 3 ayyam, kisha huyu Ka'b akamwambia Umar kwamba atauliwa kabla ya siku 3. Kuuliwa kwa Umar, huyu tayari ajua habari kwamba Umar atauliwa. Na nyinyi masuni hamshangai swala hili. Kwa nini hamshangai? Mnawashangaa maimamu wa Ahlul Bait, kizazi kitakatifu cha Mtume, mnakifanyia chuki kiasi hiki, mnakiona kama kwamba hakina maana kiasi hiki, hakina elimu kiasi hiki, wakati wahi na elimu imeshuka katika nyumba zao. Naam, imekuja katika tarikh al-Tabari na kitabu al-Kamil fi tarikh cha Imam Ibn al-Athir, imam wenu huyu, anna Aba Lu'lu'ata, kwamba huyu Aba Lu'lu'ata tawaada Umar, Aba Lu'lu' alimpa kitisho Umar, thumma insarafa Umar ila manzilihi, kisha Umar akaenda kwa nyumba yake. Falamma kana al-ghad, ilipofika siku ya pili, jaa Ka'bul Ahbar, akamjia Ka'bul Ahbar, faqala lahu ya amir al-mu'minin, ewe amir mu'ahid, toa ahadi tayari, toa wasia tayari, fa innaka mayitun fi 3 layali, takufa wewe baada ya siku 3. Qala wa ma yudrika, akamwambia nani kakwambia, umejuaje? Qala ajiduhu fi kitabi at-Taurat. Ka'b akadai kwamba hayo kayaona katika Taurati.
Lakini maimamu wa Ahlul Bayt alayhi salam wakidai kwamba ameambiwa na mtume masala kama hayo, na waislamu hati ndio wa mwanzo kuwa na shaka. Wallahi Qur'an al-Karim imesema kweli iliposema walakinna almunafiqina la yafqahun. Alipoambiwa kwamba nimeyaona katika Taurati kwamba wewe utakufa baada ya siku 3, sijui kayaona wapi hayo. Qala Umar akasema Allah innaka latajidu Umar bin al-Khattab Taurat. Akashangaa Umar bin Khattab kaandikwa katika Taurat? Qala Allahumma la. Akasema hapana, lakini ajidu hiliyataka wa sifataka, naona sifa zako na ishara zako zimeandikwa katika Taurat. Wa innaka kadfani ajlaka, kwamba ajali yako imekaribia. Qala wa Umar la yahissu waj'a. Akasema wa Umar la yahissu waj'a, Umar hana maumivu, haumwi. Akashangaa kwa nini ambaye itakufa baada ya siku 3. Falamma kana al-ghad jaahu Ka'b, ilipofika siku ya pili akamwendea Ka'b tena akamwambia baqiya yaumani, zimebakia siku 3, siku 2. Bado al-sunna hawashangai mambo kama haya. Falamma kana al-ghad jaahu Ka'b, siku nyingine ilipofika akamwambia madha yaumani, zimepita siku 1, wa baqiya yaumun, zimebakia siku 1. Hii elimu hii Ka'b al-Ahbar sijui aliipata wapi. Inabidi ahli sunna wal jamaa mtuambie kwa nini hamshangai Ka'b al-Ahbar kuwa na elimu ya kufa kwa Umar na kufa kwa Uthman, lini watakufa lakini mnashangaa Ahlul Bayt alayhim salam wanakujua hayo wakati wamepata habari hizo kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Yeye alipata habari hizo kutoka kwa Jibril na Jibril alipata habari hizo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sijui kwa nini hamna imani na yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyasema kwa mtume wake na yale mtume aliyosema kwa Ahlul Bayt zake. Sijui kwa nini hamna imani mnakuja kuamini haya maneno ya ovyo aliyoyasema Ka'b al-Ahbar. Naam. Falamma asbaha, ilipokuja asubuhi, kharaja Umar ila as-salat, akatoka Umar kwenda msikitini asubuhi. Wa kana yukalu bis-sufufi ar-rijal, wakilu bis-sufufi ar-rijal, akawa napanga zile safu za watu. Fa idha stawat kabbara, watakapokuwa sawa ndio kufanya ile takbir. Wa dakhala Abu Lu'lu, akaingia Abu Lu'lu fi nnas pamoja na watu. Wa biyadihi khanjar lahu, alikuwa na kisu khanjar au khanjar lahu rasani, lilikuwa na vichwa viwili. Nasabahu fi wasatihi, kadhalika sumu katika sehemu yake zile katikati. Fadaraba Umar 6 darabat, akamchoma Umar mara 6. Ihdahunna ta'ta sirrati, moja chini ya kitovu chake, wa hiya allati qatalatu, na ndiyo iliyomua. Falamma dhuriba Umar, baada Umar kupigwa, dakhala alayhi Ka'b al-Ahbar ma'a an-nas, Ka'b al-Ahbar aliingia pamoja na watu. Falamma raa Umar alipomwona Ka'b al-Ahbar, qala tawaadani Ka'b 3 udduha, alinipa habari Ka'b siku 3 kabla hapo. Wala shakka anna alqawla ma qala li Ka'b, hapana shaka ni sahihi yale aliyosema Ka'b. Wama bi hidharu almaut inni lamayitun walakin hidharu dhanbi yatba'uhu aldhanb, sikuwa naogopa mauti lakini nilikuwa naogopa dhambi ambazo zinafuatana na dhambi nyingine. Kwa hivyo haya ndio mambo watu tunayaona na wameandika Ahlusunna wal Jamaa, lakini hawashangai, wanashangaa yale yaliyoandikwa na shekhi wetu Sheikh Al-Kulaini katika kitabu chake cha Al-Kafi au katika kitabu cha Biharul Anwar cha Allama al-Majlisi. Tunashangaa tukasema kwamba akili zenu nyinyi jifinyu, susuwabu wa nafsi na unafiki wenu umekusababisheni msiwezi kufahamu, kwa sababu walakinna almunafiqina la yafqahun. Taweka hizi riwaya zenu katika kitabu cha Ibn Hajar al-Fathul Bari na vitabu vingine ili kuonesha elimu aliyokuwa nayo Ka'b ya kujua kifo cha Umar bin Khattab na kujua kifo cha Uthman bin Affan. Lakini mnashangaa Imam Ali au Imam Hassan au Imam Hussein au Imam wengine kujua wakati wa kufa kwao na kuwa na ikhtiyari katika kufa kwao, kwamba walikuwa hawajali, maadamu wanajisalimisha kwa Allah basi wanaridhika na wanachagua namna ya kifo hicho kwa sababu ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo hili hamwezi kulelewa, tunajua hamwezi kulelewa, lakini kwa sababu mmeyasema na tuna nia yetu ni kuwaelimisha wanaukumbi na watu wengine na kutumia ujinga wenu ili huwe ni ubao kufundishia wengine, tunazungumza haya. Inshallah kitabu kitakachofuata mtakiona hapo ni kuonesha uwezo gani Ka'b, elimu gani Ka'b alikuwa nayo ya kujua ghaibu za kufa kwa watu wengine, lakini wanashangaa wanaposoma vitabu vya Kishia. Nikutakieni kila la kheri, wassalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh.